Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: majeshi ya China yaanza rasmi mafunzo ya kijeshi ya mwaka 2026. China inalenga kuwa na mtandao wa reli wa kiwango cha juu duniani ifikapo mwaka 2030. Afrika Kusini inalenga kuvutia wasafiri wa China kupitia mpango wa visa za kidijitali. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. Jeshi la ukombozi wa watu wa China likijumuisha jeshi la ardhini, jeshi la wanamaji na jeshi la anga limeanza rasmi mafunzo yake ya kila mwaka ya mwaka 2026. Mazoezi yanayolengwa ni ya kiwango cha juu ili kuimarisha utendakazi wake. Tom Wanjala na maelezo. Brigedi moja ya jeshi la kundi la 79 ilifanya mafunzo ya kivita ya kutumia nguvu halisi yakilenga kupima uwezo wa kudhibiti na kutua ngome ya adui. Mafunzo hayo yalihusisha vikosi 4 vya uvamizi na kikosi kimoja cha droni pamoja na magari mawili ya askari binadamu na roboti za miguu minne. Maafisa walichukua takribani dakika 6 tu kushinda pambano hilo, hatua iliyoimarisha kwa ufanisi uwezo wao wa kuhimili mazingira ya uwanja wa mapambano na kasi ya kuchukua hatua. Katika bandari ya kijeshi ya mji wa Qingdao mkoani Shandong mashariki mwa China, manowari ya kwanza ya China aina ya Type 055 yenye makombora ya kuongozwa yani Nanchang pamoja na manowari za makombora Shining na Weifang zimekusanya wanajeshi wa wanamaji tayari kuelekea katika maeneo maalum ya baharini kuanza mafunzo yao ya kwanza ya mwaka yanayolenga mapigano halisi. Mazoezi ya wanamaji yanajumuisha uendeshaji wa meli na matumizi ya silaha chini ya hali ngumu za hewa, mashambulizi ya mazinga ya majini dhidi ya malengo ya baharini na ya nchi kavu, pamoja na kurusha mabomu ya kuzuia mawasiliano na mabomu dhidi ya wapiga mbizi wa kivita. Pia yanahusisha mafunzo ya urambazaji katika mazingira maalum kama vile njia nyembamba za maji, kukatika kwa umeme na kuvuja kwa maji ndani ya meli. Katika kambi moja ya jeshi la anga, ndege kadhaa za kivita zisizoonekana kirahisi kwenye rada aina ya J-20 zilipangwa kwenye mstari. Wahandisi wa ardhini walikuwa wakifanya ukaguzi wa kina wa mifumo ya ndege hizo kwa kufuata njia maalum. Mara baada ya kuruka, ndege hizo zitahusika haraka katika mapambano ya angani ya majaribio kati ya vikosi pinzani yani Red Blue, ikiwemo mapigano ya anga ya masafa marefu yasiyoonekana kwa macho na mafunzo mengine ya kina ya kijeshi. China imeidhinisha kuingia sokoni kwa dawa bunifu 76 mwaka 2025, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha upatikanaji wa matibabu mapya na yenye ubora wa hali ya juu kwa wagonjwa. Hayo yamesemwa na mamlaka ya kitaifa ya dawa na vifaa tiba. Simi Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Idadi hiyo imeweka rekodi mpya ikiwa ni ongezeko la karibu 60% ikilinganishwa na mwaka 2024. Kati ya dawa hizo 76, dawa 47 ni za kemikali, 23 ni za kibiolojia na 6 ni dawa za jadi za Kichina. Miongoni mwa dawa 47 za kemikali, 38 ni bunifu zilizotengenezwa ndani ya China, huku 9 zikiagizwa moja kwa moja kutoka mataifa mbalimbali. Kwa upande wa bidhaa 23 za kibiolojia, 91% sawa na dawa 21 ni bunifu za ndani na dawa 2 ni za kuagizwa. Afisa mmoja wa NMPA amesema kuwa dawa zinazojulikana kama first in class, ambazo hutumia mbinu mpya kabisa za matibabu, ndizo ngumu zaidi kutengenezwa. Mwaka 2025, China iliidhinisha dawa 11 za aina hiyo, 4 kati yake zikitengenezwa ndani ya nchi. NMPA pia imesema kuwa thamani ya mikataba ya kuuza leseni za dawa bunifu za China nje ya nchi ilizidi dola za Marekani bilioni 130 mwaka 2025 kupitia mikataba zaidi ya 150. Hii ni ongezeko kubwa ikilinganishwa na dola bilioni 51 na mikataba 94 mwaka 2024 na imeweka rekodi mpya zaidi. Aidha, dawa mpya zinazotengenezwa nchini China zinachangia takriban 30% ya miradi yote ya dawa mpya duniani na kuiweka China nafasi ya pili kote duniani. NMPA imesema itaendelea kuweka mikakati zaidi ili kuharakisha maendeleo ya dawa bunifu kote nchini China.
Mnamo mwaka wa 2025, jumla ya thamani ya mikataba ya leseni za dawa bunifu za China nje ya nchi imeongezeka takribani mara mbili ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, na idadi ya dawa bunifu zilizoidhinishwa pia imefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa. Hali hii inaonyesha mafanikio makubwa ya mageuzi yanayoendelea katika mfumo wetu wa mapitio na uidhinishaji wa dawa, pamoja na utekelezaji wa sera mbalimbali za kuhamasisha ubunifu. Pamoja na kusherehekea ongezeko la idadi ya dawa bunifu, tunaendelea kushikilia viwango vya juu vilivyolingana na viwango vya kimataifa. Ukuaji mkubwa wa mikataba ya leseni pia unaonyesha kutambuliwa na jumuiya ya kimataifa kwa thamani ya dawa bunifu za China. China inalenga kukamilisha kwa kiasi kikubwa ujenzi wa mtandao wa reli wa kisasa na wa kiwango cha juu duniani ifikapo mwaka 2030. Kwa mujibu wa shirika la reli la China, mradi huu unatarajiwa kuimarisha kwa kiwango kikubwa muunganiko wa kikanda. Tom Wanjala na maelezo hayo. Kwa mujibu wa shirika la reli la China, nchi hiyo itakuwa na jumla ya urefu wa mtandao wa reli wa kilomita 1180 zikiwemo takriban kilomita 60 za reli za mwendo wa kasi. Hadi kufikia mwishoni mwa mwaka wa 2025, mtandao wa reli unaotumika nchini China ulikuwa umefikia kilomita 1165, huku zaidi ya kilomita 1050 zikiwa ni reli za mwendo wa kasi. Katika kipindi cha kati ya mwaka wa 2021 na 2025, urefu wa reli unaotumika nchini China uliongezeka kwa asilimia 12.8, huku reli za mwendo wa kasi zikishuhudia ongezeko la takriban asilimia 33. Afrika Kusini, hasa jiji la Cape Town, linaongeza juhudi za kuvutia wasafiri kutoka China kupitia mpango wa visa za kidijitali. Hatua hii inalenga kunasa sehemu kubwa ya soko linalokuwa kwa kasi la utalii wa nje kutoka China kwa kuharakisha na kurahisisha mchakato wa maombi ya visa kwa wasafiri kutoka India na China. Cape Town, mji mkuu wa kisheria wa Afrika Kusini, unajivunia mandhari ya asili ya kuvutia, utamaduni wenye mchanganyiko na matukio mengi ya sherehe, na hivyo kuwa kivutio kikubwa kwa watalii kutoka kote duniani. Kuanzia mlima Table, eneo la urithi wa dunia la UNESCO, hadi barabara ya Chapman, rasi ya Tumaini Jema, bandari ya Victoria na Alfred, pamoja na wanyamapori wengi, sekta ya utalii ya eneo hili inaendelea kuonyesha mvuto wake. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa katika nusu ya kwanza ya mwaka 2025, Afrika Kusini ilirekodi ongezeko la tarakimu mbili la idadi ya watalii kutoka China ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2024. Katika jimbo la Western Cape, watalii wa Kichina hukaa kwa muda mrefu zaidi na hutumia fedha nyingi zaidi kwa mtu mmoja kuliko wastani wa jumla, jambo linalochochea ukuaji wa sekta ya utalii na viwanda vinavyohusiana nayo. We have set ourselves the ambitious goal of doubling tourism by that year, which will require an additional 1 million international arrivals. And this is why China is in fact so important strategically for the Western Cape. Because if we are going to achieve that goal of doubling tourism and increasing the number of international arrivals, we will need to leverage the tourism growth that we know can come from this important market. Afrika Kusini ilizindua awamu ya kwanza ya mpango wa uendeshaji utalii wanaoaminika wa kidijitali, Trusted Tour Operator Scheme TTOS, mwishoni mwa Februari mwaka 2025 ili kurahisisha maombi ya visa na kuongeza idadi ya watalii kutoka India na China. Kwa sasa ETA, yani idhini ya kusafiri kielektroniki, inafaa sana kwa wale wanaopanga kutembelea Afrika Kusini kwa madhumuni ya utalii au biashara. Watalii kutoka Korea Kusini wanazidi kutembelea China kufuatia upanuzi wa sera ya kuingia bila visa. Wengi wao wanasifu sera hiyo kwa kurahisisha safari na kuongeza mvuto wa maeneo maarufu ya utalii kama Zhangjiajie. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Watalii kutoka Korea Kusini wanatumia kikamilifu sera iliyopanuliwa ya China ya kuingia bila visa. China ilianza kutekeleza sera hiyo kwa upande mmoja kwa wenye pasipoti za kawaida kutoka Korea Kusini na nchi nyingine mnamo Novemba mwaka 2024, ikiwaruhusu kuingia China bila visa kwa madhumuni ya utalii, biashara na ziara za kifamilia. Sera hiyo iliyopangwa kuendelea hadi Disemba 31 mwaka 2025 sasa imeongezwa hadi mwishoni mwa mwaka huu, huku China ikiendelea kufungua milango yake zaidi kwa dunia. Tangu sera hiyo ianze kutekelezwa mwishoni mwa mwaka 2024, idadi ya watalii kutoka Korea Kusini wanaosafiri kwenda China imeongezeka kwa kasi, wakitembelea miji mikubwa na maeneo maarufu ya utalii. Miongoni mwa maeneo hayo ni Zhangjiajie, ambayo ni hifadhi ya kwanza ya taifa ya China iliyoko mkoani Hunan katikati mwa China na kwenye milima inayoonekana kwenye filamu maarufu ya Hollywood Avatar.
Kwa mujibu wa takwimu rasmi, hifadhi hiyo ya taifa ilipokea zaidi ya watalii 1400 kutoka Korea Kusini mwaka uliopita pekee. Jumamosi, huku kukiwa na theluji, hifadhi hiyo ya taifa iliwavutia tena makundi makubwa ya watalii wa Korea Kusini waliokuwa likizo ya mwaka mpya. Walifika kufurahia mandhari ya kipekee ya asili, ikiwemo nguzo ndefu ya mawe ya mchanga aina ya quartzite ambazo zimekuwepo kwa mamilioni ya miaka kupitia mmomonyoko wa asili na kuinuka kwa ardhi. I've always wanted to travel to China, and now with the 15-day visa-free policy, it feels much more convenient. Snow isn't something you see often, but here in Zhangjiajie, seeing the snowy landscape truly made me feel like I was rising into the sky, and listening to local singers perform for us on the lake was so wonderful. Every mountain here is the kind of scenery we don't get to see in our country. It's truly amazing. And the food was also much more to my taste than I expected. And our tour guide took such good care of everything. It was just wonderful. Katika hatua nyingine ya kuimarisha mawasiliano ya watu kwa watu kati ya nchi hizo mbili, Korea Kusini ilianzisha rasmi sera yake ya kuingia bila visa kwa makundi ya watalii wa China mwishoni mwa Septemba mwaka 2025. Sera hiyo inaruhusu makundi ya watalii wa China yenye watu 3 au zaidi kuingia Korea Kusini bila visa na kukaa hadi siku 15, na inatarajiwa kudumu hadi Juni mwaka huu 2026. China na Korea Kusini zinatarajia kuimarisha zaidi ushirikiano katika sekta ya utalii na nyanja nyingine, huku rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung akianza ziara ya kitaifa ya siku 4 nchini China Jumapili. Hii ni ziara yake ya kwanza ya kitaifa nchini China tangu aingie madarakani mnamo Juni mwaka 2025, na pia ni ziara ya kwanza ya rais wa Korea Kusini nchini China tangu mwaka 2019. Its Korean restaurants are even more authentic than those in the ROK, as the tourists said. To better serve Korean tour groups, young Korean speakers from Northeast China have been certified as tour guides here. President Lee Jae-myung's visit suggests our relations could enter a honeymoon phase. I also hope the visa-free policy will be further extended or even lengthened. Miongo ya juhudi za vizazi vitatu vya Wachina imegeuza eneo la Sainkhaba mkoani Hebei kaskazini mwa China kutoka ardhi kame kuwa msitu mkubwa uliotengenezwa na binadamu. Mageuzi hayo yalilenga kukabiliana na uharibifu wa mazingira na dhoruba za mchanga zilizokuwa zikitishia Beijing na miji mingine ya kaskazini. Zakia Pong ana maelezo zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Miongo ya juhudi za kipekee zilizofanywa na vizazi vitatu vya watu wa China imebadili eneo la Saihamba mkoani Hebei kaskazini mwa China kutoka eneo la ardhi kame na kuwa msitu mkubwa uliotengenezwa na binadamu. Mwishoni mwa miaka ya 1950, karne za kulisha kupita kiasi, ukataji miti uliharibu eneo hilo na kuligeuza kuwa jangwa, huku dhoruba za mchanga zikitishia mji mkuu wa China, Beijing, na miji mingine ya kaskazini. China iliamua kurejesha uhai wa eneo hilo. Mwaka 1962, shamba la kitaalam la msitu la Saihamba lilianzishwa. Awamu ya kwanza ya wanamisitu ilijumuisha watu 369 kutoka mikoa 18 nchini China, ambao wengi wao walikuwa na miaka ya 20. Baada ya nusu karne, vizazi vitatu ziligeuza eneo la msitu kutoka 11% hadi 82%. Mwaka 2017, Saihamba ilishinda hadhi ya ngazi ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa ya mazingira, mshindi wa dunia. Sasa uzoefu wake wa ufundi wake wa kisasa umeshirikishwa nchini China na nchi nyingine ikiwemo Mongolia, Ethiopia na Sri Lanka. Mwezi Agosti mwaka 2021,
Rais Xi alikagua shamba la msitu la Saihamba. Rais Xi alitoa wito kwa watu wa Saihamba kuongeza zaidi juhudi na kuendeleza mbele urejeshaji wa misitu. Hii leo, misitu inayochanganywa ni rahisi sana kukabiliwa na moto, wadudu na mabadiliko ya tabia nchi. Tangu mwaka 2023, Saihamba imeweka vigezo katika kila miradi yake ya upandaji. Wengine wanakabiliana na misitu migumu, miteremko mikali, yenye miamba na udongo kidogo na mvua chache. Hivi sasa, kila mteremko kama huo wa miamba katika eneo la Saihamba limekuwa la kijani na viwango vya kuishi kiko juu ya 98%. Hii leo, eneo la msitu limechukua kilomita za mraba 760, ukubwa wa zaidi ya viwanja 100,000 vya soka. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. 第8课，我去商店。 Mambo, karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Alienda wapi? Msichana mdogo ameondoka. Mama yake anataka kujua ameenda wapi. Unaweza kumwambia mama yake? 他去哪儿？他去商店。 他去哪儿？他去学校。 他去哪儿？他去医院。 他去哪儿？他回家。 Huijia maana yake ni kurudi nyumbani. Ni 姐姐在家吗？ 不在，她在学校。 谢谢，再见。 再见。 你姐姐在家吗？ 不在，她在学校。 谢谢，再见。 再见。 姐姐在家吗？ 不在，姐姐在学校。 你姐姐在家吗？ 不在，她在学校。 谢谢，再见。 再见。 我去商店，你们去吗？ 不去，我们在家。 妈妈，我去。
我去商店，你们去吗？不去，我们在家。妈妈，我去。他去哪儿？他去商店。我去商店，你们去吗？不去，我们在家。妈妈，我去。 Sasa tumemaliza maandishi yetu. Hebu tutazame video hii kuhusu hadithi, kisha tujibu maswali. 你们去哪儿？ 加油，加油！医院到了，谢谢你们。你们去哪儿？ 我去学校。我去商店。我回家。你们去哪儿？加油，加油！ Mbwa mdogo amesema nini? 加油！ 医院到了， 谢谢你们。 Kobe mdogo ameenda wapi? 小乌龟去医院了。你们去哪儿？ 我去学校，我去商店， 我回家。 Paka mdogo ameenda wapi? 小猫去学校。 Panda ameenda wapi? 熊猫去商店。 Na mbwa mdogo ameenda wapi? 小狗回家。 Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见。 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, ndipo tunapohitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Mtu anayekubali makombo kamwe hawezi kuelewa fikra za yule anayetaka keki nzima. Mimi ni Khamis Darwesh. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.